Sio kwamba nakamilisha, lakini nachangia kwa ufupi na mimi kadiri Roho Bwana atakapokuwa kuniongoza. Kwa hiyo tukianza kitabu cha Malaki, huyu alikuwa ni nabii aliyepewa ufunuo kwamba awaandikie taifa la Israeli. Kwa hiyo katika sura ya kwanza tunaona kwa habari ya Mungu anazungumza umuhimu wa kuiheshimu meza ya Bwana au umuhimu wa kuheshimu madhabahu. Kwa hiyo inafananishwa na madhabahu, mahali ambapo wana wa Israeli walikuwa wakitoa sadaka hapo katika Agano la Kale, lakini Agano Jipya tunapozungumza meza ya Bwana ni madhabahu. Kwa hiyo kufundisha kwa habari ya umuhimu wa kuheshimu madhabahu sura nzima ile. Kwa hiyo akawa na walaumu makuhani au viongozi au Wakristo kwamba wanainajisi madhabahu ya Bwana. Kwa hiyo fundisho linakuja kwetu sisi kama Wakristo, tunapaswa kuiheshimu madhabahu, kuipa heshima yote madhabahu na kuitunza na kutunza utakatifu ulioko katika madhabahu. Lakini sura ya pili inazungumza kwa habari ya hasara za kukana kumtumikia Mungu. Hasara za kukana kumtumikia Mungu, hasara za kukataa wito. Wapo wengi ambao tunaitwa tutumike shambani mwa Bwana, lakini wengine ni hofu, wengine ni mashaka, wengine wanaogopa aibu. Lakini neno la Mungu linasema kila anayetaka kuambatana na Yesu atakayekana mwenyewe auchukue msalaba. Kwa hiyo anasema kwamba atabadili baraka kuwa laana. Kwa hiyo hasara za kumtumikia Mungu mojawapo anazungumza kwa habari ya baraka, atazilaani baraka zenu kuwa laana. Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama kanisa tuwe na moyo katika kumtumikia Bwana wala tusikate tamaa. Lakini sura ya tatu inazungumza kwa habari ya matoleo, kwa habari ya kutoa mbele za Mungu. Tumeona kwa habari ya zaka kwamba wapo wengi ambao tumekuwa tukimlilia Mungu kwa njia ya zaka. Wapo wengi ambao tumekuwa tukimlilia Mungu kwa njia ya matoleo, shukrani, zaka. Kwa hiyo neno la Mungu linasema kwamba ikiwa tutamlilia Mungu katika zaka, kwa sababu Mungu haangalii sadaka unayotoa, anaangalia ule moyo wa shukrani. Ndio maana Anania na Safira walimlilia Mungu, waliwaza kama wako nyumbani, sadaka yao inaanza kutengenezwa ikiwa bado iko nyumbani. Kwa hiyo walipofika pale hawakuitoa, lakini Petro anamwambia kwa nini umemlilia Mungu? Maana walishaanza kuwaza kule. Matokeo yake yanakuja kuonekana katika Mungu wa mwili. Kwa hiyo hata sisi Wakristo yamkini tunawaza tunapata, kwa mfano sisi wanafunzi mzazi anatuma 30, lakini tunapiga hesabu 30 mimi kule 3 hapana, kwa nipeleke 2000. Nipeleke 2000. Kwa hiyo mawazo yanapoanza kule moja kwa moja Roho Mtakatifu anakuwa umemdanganya. Na kama umemdanganya utabarikiwa kama baraka za Mungu tunasema kwamba utabarikiwa mashambani, utabarikiwa popote pale. Utabarikiwa hata ile kapu ikajaa na kumwagika. Amina. Lakini sura ya 4 inaelezea kwa habari ya nyakati za mwisho. Kwamba nyakati za mwisho Mungu ni mwenye huruma na rehema, lakini anatoa ole ya kwamba nyakati za mwisho kutakuwa ni nyakati za hatari. Lakini pia anazungumza kwamba kwa habari ya nyakati za mwisho ya kwamba atatuma manabii, atatuma watumishi wake kwanza ili injili ienee ulimwenguni, kama alivyosema mmoja wa waumini kwa habari ya kwamba atatuma watu kwa ajili ya kuhubiri injili ili injili ienee ulimwenguni mote. Mtu asisingizia kwamba hakusikia neno la Mungu au amekataa wokovu kama taifa la Israeli lilivyokataa wokovu, sisi wa mataifa tukapata neema. Kwa hiyo anazungumza kwa habari ya ole wao kwa habari ya siku zile. Siku inakuja inawaka kama moto. Kwa hiyo tunapaswa kuishi katika kumpendeza Mungu, maana nyakati za mwisho ni nyakati ambazo upotovu mwingi, mafundisho mengi kinyume na neno la Mungu yanasimama. Kwa hiyo tunatakiwa kusimama na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atusaidie, Roho Mtakatifu atutie nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kiujumla kitabu cha nabii Malaki
kinazungumza kwa habari ya hayo mambo ya kuheshimu madhabahu ya Mungu, kumtumikia Mungu kwa uaminifu, kumtolea Mungu sadaka na matoleo ya ule moyo, afu pia kujirinda dhidi, tunasema kwamba dhidi ya watu hatari, dhidi ya nyakati hatari ambazo ndizo nyakati hizi za mwisho. Bwana Yesu awabariki nyote mliosoma hiki kitabu. Ninaamini wengine ilikuwa ni first time kusoma. Vitabu ambavyo makanisani huwa havipewi kipaumbele. Lakini Mungu awabariki sana kwa sababu ni kitabu ambacho kinaongea mambo ambayo yapo na